Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe mpenzi msikilizaji wa Radio Kivu, na kukaribisha kuweza kufuata taarifa ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako ni mimi Safari Alimasi. La kumbuka kwamba uchambuzi wetu wa habari utajumuisha na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za waandishi wetu kutoka kona mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Na saidia upande wa pili na Isaac Mulucha Ashibe. Msikilizaji, kabla ya kuingia kwenye ndani wa uchambuzi wetu wa habari, unakuwa unapata fursa kuweza kupata habari muhimu ambazo za leo zaletwa kwenu na studio ya Sudi Valente. Karibu Sudi. Asante sana mwenzangu Safari Alimasi Lemetinuari kwa fursa hiyo ya habari muhimu. Msikilizaji, tuanzie hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba walimu wanaolipwa na serikali kupitia shirika la Caritas wapatikanao ndani ya mji wa Baraka na tarafa la Fizi wamechukua azimio ya kusitisha kufundisha watoto tangu siku ya 3 ya wiki tunayo hadi pale watakapolipwa mishahara yao ya miezi miwili. Huko Rugezi ni kwamba mapambano makali yameshuhudiwa katika maeneo usiokuwa mbali na kijiji cha Rugezi, sekta ya Mutambala tarafani Fizi, hii siku ya Jumanne ya tariki 8 Aprili mwaka 2025, kati ya jeshi la taifa FARDC wakishirikiana na wazalendo kundi la Biloze Bishaki Bishambuke ambao walikuwa wakipambana vikali dhidi ya Ngomino. Na mwishowe kuna kwa habari za kitaifa ni kwamba zaidi ya watu 20 wamefariki kwenye ajali ya boti usiku wa Jumatatu kuamkia Jumanne ya wiki tunayo ya tariki 8 Aprili mwaka 2025 ndani ya mto Kongo. Mwenzangu Safari Alimasi Lemetinuari, mpaka hapo sana la ziada, menaweka nukta kuna kwa habari muhimu. Ni kushukuru Sudi Valente kwa usomaji wa habari muhimu. Msikilizaji, tuanze uchambuzi wetu wa habari tukianzia na paka katika mji wa Baraka. Hakuna shule yote ile inayoruhusika kumfukuza mtoto kwa ajili ya kutokulipa pesa. Ndivyo amesema hayo coordinator makamu wa shule za kibinafsi mjini Baraka na tarafani Fizi wakati wa mahojiano na redio yako Uvyoni katika kikao alichokiendesha. Akizungumza na redio yako Bwana Idi wa Kilongo Samuel, coordinator makamu wa Sepako, amesema kuwa kwa sasa magumu wanayopitia ni mengi na ni vyema wazazi kulipia watoto mapema licha ya kuwa haitajiki kufukuza mwanafunzi kama anavyoeleza. Magumu yako mengi paraporo na ile ya watoto kutokuheshimu saa za masomo, kuebana na malipo ya wazazi, wanakuja wanalipa nyuma, kufukuzwa vitu vya vile. Alo tukaona hapana, si vizuri, inabidi tuitishe wa promoter wa shirika la visuma kumpambana na instruction ambazo zilitoka. Hairuhusiwi mtoto kufukuziwa, hairuhusiwi mtoto kupigwa fimbo, hairuhusiwi watoto kuchelewa bila kujulisha viongozi wa masomo. Kibinafsi tumejitahidi, tuliongea na kusema kwamba tutaendelea kufanya sensibilisation wale wa chef d'établissement juu probleme ni kusema ke probleme ya security. Watoto wengi wanachelewa sana na wengine kulipa, hata wazazi nakuwa ni shida, nakuta watoto wanakuja shuleni lakini malipo inakuwa hafifu sana. Na ndio tuliona hatuwezi kasa vile viongozi, tutishe wakuu wa masomo, tuwapatie mastrategie ya kusensibiliser beaucoup plus wazazi, kuwaitisha kufanya mareunion na kuonesha ke mwaka unaisha dans 220 jours kwa wakia tu 59 jours. Sasa kama watoto watakakana nyumbani wakuji jua malipo, watariske kukosa maexamen ambayo iko hapa mbele yao. Ndio tuliona tufanye kwa haraka kwa siku zinazobakia, wazazi watume watoto mbio mashuleni na wakuu wa viongozi waendelee kuwajulisha juu ya malipo juu siku zinaendelea kusonga mbele. Ni kwa wazazi kufika kwenye viongozi wa shule, wasibakilie manyumbani eti mtoto wangu amefukuzwa, mtoto ametatizwa hivi. Ni kwa mzazi kutoka nyumbani kuja shuleni kuona wale viongozi wa shule na kuonesha magumu, nao watawaelewa vizuri kuliko kutia watoto manyumbani, si vizuri zaidi.
Tukiwa tu katika mji wa Baraka ni kwamba walimu wanaolipwa na serikali kupitia shirika la Caritas wapatikanao ndani ya mji wa Baraka tarafani Fizi wamechukua azimio kusitisha kufundisha watoto tangu siku ya 3 ya wiki tunayo hadi pale watakapolipwa mishahara yao ya miezi miwili. Hivyo ni kupitia kikao kikuu cha walimu kilichoendeshwa siku ya 2 ya wiki tunayo kwenye shule la primari Akiato mjini humo. Katika mazungumzo nasi Tresor Bilal Mate, msemaji wa shirika la watetezi wa haki za walimu, amesema ni kama uonevu kuona Caritas kulipa walimu wa Uvira na kuacha wale wa tarafa Fizi na mji wa Baraka kama anavyoeleza. Tulikuwa sindika 3, Sinecat, maana yake sindika wa mwalimu wa école catholique, tulikuwa na Sieko, syndicat des enseignants du Congo, tulikuwa pia na SEC, syndicat des enseignants de carrière. Tuliitisha wa mwalimu kufuatana na hali ngumu ambayo mwalimu bako napitia ndani kufuatana na malipo ya pesa, sababu tangu mwezi wa 2 hadi leo mwalimu habajapokea pesa zao. Sasa mwalimu kufuatana na ile walisema kwamba bakutanane na kamatiwe maamuzi kufuatana na hali kama na hiyo. Ndiyo territoire ya Fizi na territoire ya Uvira tuko tofauti kidogo. Mwalimu ba territoire ya Uvira ndiyo bashakapokea na mwalimu bachache sana bawezi fika 3% benye bashapokea, bali banapokea kutembe. Sasa mwalimu ya Caritas ndio benye bayapokea makuta. Ndio vile mwalimu balisema kama vile kaoneo bamwe bapokee surtout ba Uvira na boba Fizi bako banatumika kila siku malgré hii psychose yenye iko hii hali inajulikana ya sécurité, lakini na mwalimu bako bajidone courage aname conscience kwenda kufundisha watoto. Sasa kufuatana na ile mwalimu baliweza kusema ya kwamba bana suspendre cours, banaacha kwanza kufundisha mpaka pale ambapo serikali itaweza kulipa ile mishahara ya miezi yao miwili yote pamoja, yaani mwezi wa 2 na mwezi wa 3. Yaani serikali ikilipa mwezi mmoja, mwalimu batendelea kuzidi kubaki manyumbani kwao hadi pale ambapo serikali itawapa mishahara yote ya miezi miwili kama kawaida. Upande mwingine Tresor Bilal Mate ameataka wazazi kubaki na watoto wao nyumbani hadi pale ambako walimu watalipwa mishahara yao ya mwezi wa 2 na ule wa 3. Bale ba representant yetu benye bako kule Uvira ndio kwa bureau d'ailleurs ya Caritas bako balinda kuuliza kule. Na ukiona Caritas ni mapromesse. Pili mwalimu bamwe balilipiwaka bikoonekana kama no binawezekana kila mwalimu atume nimero yake juu aanze pokea makuta kwake, lakini mpaka leo haijawezekana. Tunakuwa mwezi mwingine ya 3 unaanza ndio maisha. Ni jusqu'à là mwalimu anapata makuta yao. Kifika mwalimu bana impatiente na wanasema kwa serikali ya kwamba serikali ijipige njia zote ili iweze kulipa makuta yao mbele ya wakati. Bon, sie tunasema sisi tuko mafanya kazi ya serikali. Serikali ndio inatuangaje na tuko tunarevendiquer droits zetu kwa serikali. Donc tunasema serikali itulipe mishahara yetu kuanzia siku ya 3 tariki 9 za mwezi huu wa 4. Mwalimu bali decide dans l'ensemble ya kwamba bana suspendre kwanza activité ya masomo mpaka pale ambapo batagusa pesa na mikono zao, si tena maadi ya kwamba subiri kidogo masaa 48 mtalipwa mishahara yenu. Ndio walimu wale ambao wanalipwa na Caritas, juu nakwambia kama bale ndio bana representer presque 95% ya walimu wenye wako wanatumika Fizi wenye wanalipwa na Caritas. Sasa ndio bana decide kama a partir ya leo kila mzazi achunge mtoto wake nyumbani na kila mwalimu abaki pia nyumbani. Watajulishwa tena kupitia vyombo vya habari kwamba walimu watarudi shule zote kwa ujumla za kisekondari na za primari. Tujielekeze huko Rugezi katika sekta ya Mutambala ambako mapambano makali yameshuhudiwa katika maeneo yasiyokuwa mbali na Rugezi. Jumanne ya tariki 8 Aprili 2025, ya jeshi la taifa FARDC wakishirikiana na wazalendo kundi la Bilozi Bishaki Bishambuke ziri ya Ngomino. Akizungumza na redio yako, msemaji wa wazalendo kundi la Bilozi Bishaki Bishambuke ametoa hapa picha ya hali ilivyokuwa katika eneo la mapambano. Nyanja za juu kwenye maeneo ya cha Rugezi na kwenye sekta ya Mtambala usultani wa Basimukuma Side. Adui unajua kwamba adui M23 ambaye anachangana na watu wa Burundi wa Red Tabara ambao wanaendelea kupokea misaada kupitia kiwanja kidogo cha ndege hapo Minembwe, yaliweza kuanzisha shambulizi dhidi ya ngome ya wanajeshi wa CPC FABD yake Luteni Jemadari Delphin Kalende Ngomazito. Vita viliendelea mchana wote wa leo. Adui alikuwa anatamani
kukimbia Rugezi ili kuendesha mauaji ya kimbari, lakini vijana wa FARDC waliweza kumrudisha na mpaka sasa mapambano yanaendelea. Ndio cha kushangaza, nitaka kusema kama jeshi la FARDC ambalo walikuwa wanashirikiana na wanajeshi wa Biloze Bishamuke, baadhi ya wanajeshi wa FARDC waliweza kutimka usiku na kuelekea kwenye maeneo ya Mkera, wengine wakaelekea maeneo ambayo haijulikani. Na wakati wanajeshi hao walitimka, ndio ikawapa adui nguvu, na ndio maana adui alikuja na nguvu kushambulia, lakini vijana wetu wanasimama imara na wanaendelea kumfukuzia mbali. Askari wa taifa, mtangazaji, utafahamu kwamba kuna askari wa taifa ambao wanashirikiana na adui. Unajua bwana mtangazaji, haiwezi kasikilika wa askari jeshi wa taifa wanapatikana kwenye uwanja wa mapambano. Wamoja wanatimu kabila kuaga na wengine wanabaki. Ndio operesheni inafanyika pamoja na FARDC. Ndio maana wale askari kisha wao kutimka ndio wakampa kabisa adui nguvu. Ndio maana tunasema wakati wale askari bado hawajatimka, adui hakukuwa na nguvu. Masaa machache tu baada ya wao kutimka, adui akapata nguvu, ndio akazidisha mashambulizi. Ndio maana tunasema kuna baadhi ya askari wa moja wa jeshi la taifa ambao wanashirikiana na adui ili kuweza kugawa nchi ya Kongo. Hadi kwa sasa wale wa teroristi wa M23 pamoja na Red Tabara walikuwa tayari wamevuka mto kuelekea ngambo za Rugezi, lakini ninapoongea na wewe wamekwisha kurudishwa, wamerudia mbali. Vijana wetu ambao wanasimama imara kuweza kutetea nchi ya mababu zao waliweza kuwatimua, na kwa sasa adui kila mmoja anakimbia kwa kupita njia yake. Hivi sasa, msikilizaji, tujielekeze katika mji jirani wa Uvira baada ya waziri wa taifa husika na ulinzi nchini DRC Kabombo kufika katika mji wa Uvira siku ya kwanza ya wiki. Maoni ya baadhi ya wananchi yameanza kutoka. Andre Biadunia Mashaka amesema kutokuwa kabisa na matumaini yoyote kama alivyokuwa na tarajia. Katika mazungumzo na Radio Kivu, notable huyu wa upande wa kusini mwa jimbo hili, Andre Biadunia Mashaka ameanza hapa kutoa namna mchakato wa kuonana na waziri ulivyokuwa. Mimi binafsi nilikuwa Bujumbura paske kisha kupata information kwamba waziri wa mambo ya ulinzi atakuwa Burundi, alipitia Dar es Salaam, na tukasikia kwamba hatafika Uvira. Ilibidi mwenyewe nijikaze nifike Bujumbura, na ninashukuru vice gouverneur bwana Jean-Jacques Elakano ametufasilite kumuona yeye waziri, na nilienda pale dimanche nikamuona waziri. Ilikuwa uzanviro ya saa 5 ya usiku. Kwa maongezi nilimwambia kwamba atusaidia afike Uvira, kama hatafika Fizi afike kwanza Uvira aone situation ambayo wazalendo wanapitia. Nikakuta vice gouverneur Sevra Chaplede vile naye, na akanirasire kwamba ndio hivi mna insiste nitafika Uvira. Mpango wangu ulikuwa tu wa kufika Uvira. Alifika jana sasa lendi environ ya 11h30, na wakati alifika aliongea na raia hapa Korompwe Kavimvira na kuwapatia salamu za president wa republiki bwana Felix Tshisekedi Chilombo, lakini pia alienda kukutanana na kushe karibuni zote za raia. Aliongea na societe civile, aliongea na wanotable wa muji, na akaongea pia na wazalendo na wamama na vijana. Na kwenye mazungumzo kwa ufupi ambayo nimesikia, nasema ni kwamba kunakuwa kila mara pesa ambazo zinatoka kwa kusaidia kwa kuapie maefort ya wazalendo kwa kazi ambao wanaifanya, na anasema kwamba anakuwa na huzuni kubwa kudekuvrir kwamba zile pesa hazifikaki, na akapromettre kwamba kutapashwa kwa masanction contre wenyewe wanakamataka ile makuta na haitafika ku destination. Haiza kuhusu swala la uwepo wa M23 paka Manyola, notable huyo kuweza kurizika na majibu ya waziri wa taifa husika na ulinzi alivyotoa. Kwa swali la kumuuliza, je, unajua kwamba enemiko Kamanyola, alisema ndio najua ile, na hivi mmeniona mimi mjirasire kwamba nimekuja kuwapatia soutien yote yenye mtakuwa nayo besoin, na kuniona mimi maana yake vyote yenye mtakuwa besoin mlishaviona. Ça veut dire enemy atapata kiamtemakuni, tutasoutenir wazalendo na FRDC pour que wafanye ile kazi.
na akasema kwamba le seul representant mwenye anajua mwenye president wa republika alinomea kama par ordonnance ni General Padiri, ndiye anasimamia wazalendo. Nyuma ya yeye hakuna mwingine. Alors tumejiuliza kwa nini president aliweza kumdeziniwa na Bitakwira, hatujaelewa mpaka sasa. Kongo njoo hivyo tena, maneno tu. Alors mimi analizi yangu ni kusema ni madiscours politique. Waziri hangekuwa na ingine situation ya kutupatia, hangekuwa na ingine position ya kutupatia, basi alikuwa watu ambao wanamiliki silaha wazalendo, kuwaambia kwamba sina kitu, siwezi kuwaambia kwamba kutaonekana lolote, labda angejua kwamba wazalendo watakwazika. Il faudrait kuwa moraliser, kuwapatia espoir kwamba kutakuwa lolote, lakini nimeona kwamba ni malangage politique ambazo zitatubakilisha tu kwenye kutusinzilisha na kesho hakutakuwa lolote. Mwishowe Andre Biadunia Mashaka ameomba wazalendo kujipigania wenyewe na sio kuendelea kusubiri serikali ya Kinshasa ambayo itoe mwangazo wote juu ya kuanzisha vita katika eneo aliliyoko. Bref, amefika, lakini kibinafsi kabisa sikusikia motisha wa kuonesha kwamba kuna lolote ambalo litafanyika. Ndio maana ningeomba tu bazalendo kama gisi mnajua tulipigania inchi wakati ya RCD, AFDL tulisimamisha wakati muda wa kutosha. Tukifatana na haya mambo ya kusubiri serikali inakuwa inajua mambo fulani ambayo yanaendelea entre AFC na wao, tutapoteza muda na adui atakuwa ameprotege strategia yake ya kutuzubalisha, na labda tutakuja kujikuta siku moja tumekamatwa mateka. Ningeprofite encourager na kufelicite wazalendo ambao wanakuwa juu ya Fizi kwenye milima ya kuinukia na Uvira na Mwenga kwa kazi ambao wanaendelea kuifanya, na ningeomba wengine ambao wanakuwa kwenye bonde hapa Baraka, Fizi, Centre wajiunge, gisi enemea yafika kule, waje wajiunge na wenzao ambao wanakuwa huku, wakamate decision moja, waone namna gani watamtoa enemy pale. Sino niko naogopa kuona kwamba tunaendelea kubaki mjini na adui anajisuka, lakini sisi hatujisuki. Au contraire, tuko tunaendelea tunachoka. Sio ni espoir mu madiskuru zake. Mpenzi msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya Radio Kivu, hivi sasa ni kuweza kupata habari za michezo na Omar Makelelo Zil. Karibu Omar. Na barabara kabisa mwenzangu Safari Alimasi Dilu Lemetinware. Leo katika habari za michezo nimebadili kidogo namba. Kwa sasa navalia namba 99 mgongoni. Tuanzie na habari za hapa katika nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ni kwamba kule katika mji wa Lubumbashi michuano ya linafuti iliweza kutimua vumbi hapa nchini katika uwanja wa Tepe Mazembe kule katika jiji la Lubumbashi, kama gisi nilivyotanguliza kusema, ambako wenyeji Topwisa Mazembe Anglebert waliweza kuonyesha mvua mabao timu ya FC Blessing kwa kuweza kuwatandika mabao 4 bila majibu. Katika habari zingine, klabu ya Leicester City hapo nchini Uingereza imepanga kumfuta kazi kocha mkuu raia wa Uholanzi Ron van Nistelrooy kutokana na timu hiyo kutokuwa na maendelezo ya matokeo yasiyoridhisha yanayoendeleza kuikumba klabu hiyo ambao huenda ikashuka daraja msimu huu. Na mwishowe ni kwamba klabu ya Real Madrid imeanza rasmi mpango mpya ya kutaka kumrejesha aliyekuwa kocha mkuu wa kipindi cha nyuma Zinedine Zidane kuwa kocha mkuu wao kuanzia msimu ujao. Hatua hii inakuja mara baada ya lengo la namba 1 Xabi Alonso kukataa kujiunga nao na kuweka wazi kuwa ataendelea kusalia katika klabu ya Bayer Leverkusen hapo nchini Ujerumani. Kocha Carlo Ancelotti mkataba wake unatamatika mwishoni mwa msimu huu. Naweka nukta katika habari za michezo, namba 99 iko na pepea barabara mgongoni. Asante sana Omar Makelelo Zile, naona leo umechange namba kabisa. Msikilizaji, endapo unakuja kujiunga nasi, na ukumbushe kwamba unaendelea kutegea sikio za Kiswahili ya Radio Kivu, na huu ni muda wa taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Msikilizaji, tujielekeze huko Butembo katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Kisha serikali nchini DRC ngazi ya Butembo kutoa wito kwa vijana kujiunga ndani ya jeshi la akiba kwa kufanya mafunzo kwa muda wa siku 45. Hatimaye vijana hao wamesema kuwa tayari kwa mafunzo hayo ili kupiganisha adui kwa ushirikiano wa jeshi la taifa FARDC. Mengi zaidi nayo mwenzetu Zangos Moviswa Kaponi kutoka eneo hilo. Mjini Butembo, vijana wengi wamejisajilisha. Hawa
wafunua kwamba wapo sasa tayari kupata haya mafunzo katika malengo ya kupambana na kila adui anayefanya fujo katika mashariki DRC. Naitwa Kambale Matayake Vianney. Niko sasa tayari kwa kupigana kwa ajili ya nchi hii. Mimi ni Mumbere Kitiri nasoma sheria kunako ICG Butembo. Ni kwa hiyo tunashahuku kubwa ya kupata funzo hizi mazoezi ya kiaskari, kwa kuwa ni kama vile tumaini katika jimbo la Kivu Kaskazini, kwa kuwa tumepitia vita siku nyingi. Naita vijana wote mjini Butembo na kando kwa ajili ya kujisajilisha ili sote tufunzwe kiaskari ndani ya RAD kwa ajili ya kupambana na huyu adui ambaye miaka nenda miaka rudi amevamia mashariki DRC. Tujulishe kwamba kamati inayohusika na RAD ilizungumza na meya katika mji wa Butembo Jumatatu 7 Aprili mwaka huu. Luteni Kanali Yaya Heradi Benjamin alifunua kwamba mambo yote sasa tayari kwa ajili ya kuanza haya mafunzo wiki hii huko Nyaleke Beni. Ni kwa hiyo aita vijana wote kujiandika, kwa kuwa baada ya mafunzo hao watapigana na waasi wote manyambuleti wanaofanya fujo na vita mashariki DRC. Butembo, Zangosi Muviswa, Radio Kivu Baraka. Asante Zangosi Muviswa kwa ripoti yako hiyo. Msikilizaji, tupendukie katika mkoa wa Maniema huko Kindu, ambako kiongozi wa manispa ya Mikelenge mjini Kindu jimboni Maniema amejiuzuru kwenye chama cha AFDC na kwenda kujiunga kwenye chama cha UDPS, chama tawala, huku akidai lengo kubwa la kufanya hivyo ni kuona UDPS ndicho chama kinachojali raia. Undani wa taarifa hii na mwanaripota wetu wa Kindu Godefroid Musunga Shabani. Munyampara wa mtaa Mikelenge ndani ya tauni ya Kindu, Ngongo Lumbule David, yeye anajiuzuru katika chama ya AFDC, chama kipendelevu chake Senata Bahati Lukwebo, na anajiorozesha katika chama tawala UDPS, chama ya rais wa nchi Kongo ya Kidemokrasia. Alinena ya kwamba nikisha kuvutiwa naye Senata Afani Idrisa Mangala, mwanamemba maarufu wa chama UDPS hapa ndani ya tauni ya Kindu, na kisha kuweza kusoma hiyo vibarua ya chama ya UDPS, ilimbidi kutoka katika chama ya AFDC na kujielekeza hatua kwa hatua pamoja na wafasi wake katika chama ya UDPS. Na hiyo anaomba kwa wakaaji wote wa jimbo la Maniema wawezi kujiunga na chama ya UDPS, kwani huko kunakuwa matumaini. David Lumbule Ngongo kazungumza. Uniona na kitambaa cha UDPS sababu zamani nilikuwa na kitambaa cha AFDC. C'est normal, tuko mu dunia ya siasa, tuna mamlaka ya kugeuka. Kugeuka kwangu leo kuna shabaha yake. Hakika siko tena mwanamemba wa AFDC, na kuwa tangu leo mwanamemba wa chama ya fe Dr. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, na jitia nyuma ya Excellence Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Alors, hakika mimi na kuja nyuma ya UDPS kwa sababu nakuta ndani ya UDPS kuko maendeleo na kuko mawazo mzuri ya kutengeneza nchi. Tangu siku mingi nilikuwa najifunza, nasoma katiba ya UDPS na comprendre que finalement inanibidi nijiandikishe. Ndio maana nakuja kujiandikisha leo kuweze kuwa safari pasipo muongozi. Mimi nitamshukuru le sénateur Afani Idrisa Mangala mwenye anakuwa akibeba kitamba kia maendeleo ya Maniema leo yenye tunaita le porte-étendard ya province ya Maniema. Ni yeye alinihimiza mimi kusudi nikuje, na nilikuta tulishi naye hapa ndio matumikio yake ilikuwa vizuri. Assurément Afani Idrisa Mangala iko rassemblé, iko mtu mwenye iko na huruma mingi. Mtaweza kuelewa ya kwamba hadi sasa chama ya AFDC ndani ya jimbo la Maniema hayanena lolote. Kutokea Kindu, mji mkuu wa jimbo la Maniema, Godefroid Musunga Shabani kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Katika mkoa wa Tanganyika huko Moba ni kwamba wabunge wa jimbo la Tanganyika wachaguliwa tarafa la Moba wamesema kusikitishwa na unyanyasaji unaoendeshwa na baadhi ya askari jeshi wa taifa FARDC kwenye vizuizi viparikanavyo kwenye barabara ya Moba Pweto. Mwenzetu wa Moba Zdor Kashulu ametuandalia ripoti kamili.
Wabunge wa ule mkoa wa Tanganyika wachaguliwa wa Moba wamesema hapana kwa unyanyasaji na unyang'anyi kufanywa raia na majeshi ya serikali FARDC kwenye vizuizo vilivyowekwa kwa ajili ya uchunguzi wa kina kwa raia kupita kwenye barabara Moba Pweto, kwa wakati ambao eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linakabiliana na vita dhidi ya waasi wa M23 AFC inaungwa mkono na Rwanda. Zongo Baraka na Tabu Kabunda Frederike wameripoti unyanyasaji na unyang'anyi wa majeshi ya serikali baada ya kushuka kwenye kizuizo cha Mlala kwenye kilomita 5 kusini mwa kitongoji cha Kirungu, hapo ambapo mwanafunzi mmoja amelazwa katika kituo kimoja cha afya kwa ajili ya matibabu husika baada ya kupigwa vikali na majeshi ya serikali kwa kutotoa fedha kiasi ya 2,000 inayolazimishwa kwa kuruhusiwa kupita kwenye vizuizo hivyo vya majeshi ya serikali vilowekwa kwenye barabara hiyo ya Moba Pweto kabisa Mlala, Kasenga, Kakera na Kinsuli, barabara ya Kasenga Kiluya. Wabunge wawili mmoja baada ya mwingine wamepaza sauti. Zongo Baraka sema hivi, hii message ibafikie wakuu viongozi kwa niveau yao, baba mema disposition banze kuinstruire kwa baba soda. Raia hapashi kuteswa msansi yote. Kijana mwanafunzi alipigwa pale kwa bariere ya Mulala, alikuwa anatoa passage, kijana alikuwa mkumia vikali, pia alikuwa mkumia kwa servo, servo ilikuwa inakupasuka. Mwali ya ubinadamu ifale kuchukua ile magumu yake kama yetu. Tulikuwa kuleta rapport kwa auditeur kwa kipindi cha vita, beko autorize kufuie mabagaji ya mapasa bote kama kawaida. Mungu anaweza kupitisha risasi, anaweza kupitisha arma, hapana kulomba makuta. Ni hiyo tulikatala na bamotari na bambia ikiwa kama vita ile pratique itaendelea, manimero yetu kwako batwite bana Twitter tu na banatupatia na identification ya nani ya wale wa military wa kulomba ile makuta hiyo. Tutajiokipe nayo kule kwenye tuko. Tabu Kabunda Frederike ameweza katika usemi wake kukadhia na kusisitiza kwa raia kukata kulipa fedha kwenye vizuizo hivyo vya majeshi ya serikali vilogeuka peage route kwa Kifaransa. Amefahamisha kwenye vyombo vya habari. Tusikitisha ni kama vile tunasema tena ni peage route nyingine wanarudisha. Donc beko na percevoir ma 2000 francs par passager kubali benye kutoka hapa kwenda kuma Kasenga ya Lodela para kwenda Pweto. Sasa kile kitu kilitusikitisha sana ni kile kilitoa tu visiter les barrières et effectivement tulibakuta en flagrance kabisa beko pale mkulipisha kwa macho yetu. Heureusement tulivutana na tukawaambia vitu vinatakiwa viishe, na kiongozi wao wa bureau de alikutanikuwa pale na hii tulimuhimiza kama vile muongozi hapashi kufanya vitu ambavyo sheria imruhusu. Ni makosa kukontrole ni kawaida, lakini kuanza kuomba watu pesa kile kitu hatutaki. Tunasikia kukasenga beko wanafikia kumulomba mama mkutoka kwa mashamba, baba mumsukuma kinga. Sasa hiyo inakuwa ni nini? Tuache kuwapatia ile pesa. Kwa upande wa Kasenga na Kakera kule ndio tutaomba mkuu kiongozi wao mwenyewe atembelee kule aende aone matendo yaliyopita kule juu. Kesho vitadegenere na raia wetu kule wataonekana kuwa wabaya. Watasema kwa nini mtujulishaka? Tulishawajulisha, tumewaambia kule ilishapita na tutakubali tena ile hali iendelee kuwa kule. Wabunge wawili wameahidi kufanya ripoti kwa viongozi wa juu na watasita kuchukua hatua kama wabunge iwapo majeshi ya serikali FARDC wataendelea kunyanyasa na kunyang'anya maskini raia. Ijapo FARDC imepewa jukumu na kazi ya kulinda mpaka ya nchi na raia na mali yake. Nikiripoti kutoka Moba, Zidor Kashule, Rodo Kivu. Mpenzi msikilizaji, tukamilishe taarifa yetu ya habari na habari za kirefa ambako zaidi ya watu 20 wamefariki kwenye ajali ya boti usiku wa Jumatatu kuamkia Jumanne tarehe 8 Aprili 2025 ndani ya mto Kongo huko Mbandaka. Mwenzetu Isaac Mulucha Ashibe kabla hajaja hapa studioni alituandalia ripoti ifuatayo. Naam, takribani watu 22 wamefariki kufuatia kuzama kwa mtumbwi unaoitwa Jadose usiku wa Jumatatu kuamkia Jumanne tarehe 8 mwezi wa 4 mwaka wa 2025 kwenye mto Kongo. Ajali hiyo ilifanyika katika eneo la Mahita, eneo lililopo na umbali wa kilomita 13 kutoka Mbandaka katika mkoa wa Equateur. Idadi hii bado ni ya muda kulingana na vyanzo vya habari kutoka maeneo hayo. Habari hii inathibitishwa na idara ya afya ya mkoa ambayo ilipokea ripoti ya kina katika mtaa wa afya wa Bolenge. Miili 22 isiyo na uhai iliondolewa kutoka kwenye maji ya mto Kongo na wafanyakazi wa huduma za dharura. Utafutaji wa miili mingine unaendelea mahali palipotokea ajali hiyo. Mtumbwi huo uliondoka katika mji wa Mbandaka kwenda kwenye soko la Mobenzeno zaidi ya kilomita 14 kutoka mji wa Mbandaka. Kusafiri usiku na kupakia kwa kiwango kikubwa ndicho chanzo cha kuzama kwa mtumbwi huo, vinabainisha hivyo vyanzo vya mahali hapo. Hata hivyo, kamishna mkuu wa maji eneo la Equateur bado hajapatikana.
Mpenzi msikilizaji, hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wa habari zetu siku ya leo. Uchambuzi ambao uletwa kwenu nami Safari Almas Le Metinoir, nilisaidiwa mitamboni naye Isaac Mulucha HB. Shukrani kwa nyote ambao mmetegea sikio mwanzo hadi mwisho wa uchambuzi wa habari. Vile vile nashukuru jopo kuzima la waandishi wa habari wa Radio Kivu akiwemo mhariri mkuu Nikodem Kashindi. Bon samarite. Sina la ziada. Bye bye. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.